Kauli ya tatu kuhusiana na Roho Mtakatifu wa Bwana. Nimeeleza kuhusiana na kauli ya kwanza ambao ni Roho Mtakatifu kuwa juu ya mtu. Kauli ya pili ambao ni Roho Mtakatifu kuwa ndani ya mtu. Lakini pia niko katika kauli ya tatu ambao ni Roho Mtakatifu kuwa ndani ama nje niseme ni kauli ambayo inasema mtu kuwa ndani ama nje ya Roho. Hiyo ni kauli tata. Ndio maana ukisoma kwenye kile kitabu cha Wakorinto wa pili mlango wa 12 na mstari wa 3, huyu ni Paulo anaongea hapa, anasema namjua mtu aliyekuwa ndani ya Roho sijui, alikuwa nje ya Roho sijui, lakini Bwana anajua. Yule mtu alienda mpaka mbingu ya tatu. Paulo alifanikiwa kwenda kwenye mbingu ya tatu, mahali ambapo Yesu Kristo amekaa, mahali ambapo kuna ufalme wa mbinguni. Na alipofika pale, hapo ndio mahali ambapo Paulo alipotezea macho yake. Maandiko anasema ya kwamba akasema namjua mtu, alikuwa anajisema yeye, lakini anasema namjua mtu aliyekuwa ndani ya Roho sijui, alikuwa nje ya Roho sijui, lakini Bwana anajua. Yule mtu anasema alienda mpaka mbingu ya tatu. Ina maana yule mtu alitolewa ndani ya mwili katika roho yake, akapelekwa katika ulimwengu wa kiroho. Kwa hivyo ile kauli ambayo inasema ya kwamba mtu kuwa ndani ya Roho ama nje ya Roho, inamaanisha kwamba huyu mtu ametoka katika ulimwengu wa wanadamu akaenda katika ulimwengu wa kiroho. Bwana Yesu asifiwe sana. Ama huyo mtu ako ndani ya mwili, lakini akiwa ndani ya mwili ama roho yake ikiwa ndani ya mwili, bado kuna vitu za rohoni anaziona. Ndio maana hiyo kauli. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa ukisoma kwenye kile kitabu cha Mathayo mlango wa 4 na mstari wa 8, inaongelea kuhusiana Yesu alipochukuliwa. Maandiko yanasema ya kwamba akachukuliwa mahali pa juu, akaonyeshwa miliki zote za ulimwengu. Pale mahali ambapo Yesu anachukuliwa ndio aonyeshwe miliki za ulimwengu. Ina maana kwamba haikuwa katika ulimwengu huu tulio. Maana ukiwa katika ulimwengu huwezi ukaona miliki zote za ulimwengu, hauwezi ukaona utajiri wote ulimwengu, hauwezi ukaona vitu zote za ulimwengu, hauwezi ukaona magorofa yote, ukaona majumba yote, hauwezi ukaona vitu zote za ulimwengu. Ina maana ilikuwa ni mahali katika ulimwengu wa kiroho ambapo Yesu alipelekwa. Na ujue kwamba Yesu, maandiko yanasema ya kwamba akachukuliwa katika roho, akapelekwa katika ulimwengu wa kiroho, akaonyeshwa miliki za ulimwengu. Ina maana kwamba roho yake ilitolewa ndani ya mwili, akaenda akaonyeshwa, na roho yake ikarudi ndani ya mwili. Ama akiwa ndani ya mwili akawa na kipawa cha kuona, ndio kauli yenyewe. Kwa hivyo mtu anayeweza akawa ndani ya mwili, unakaa hivi, lakini katika maono ukaanza kuona vitu za rohoni. Ama roho yako ikatoka ndani ya mwili ukaenda ukaonyeshwa kuzimu, ukaonyeshwa jehanamu, ukaonyeshwa mbinguni vile kunakaa. Ndio maana unashangaa kwamba watu wengi ambao wako na vipawa za kutoka ndani ya mwili kama waganga na wachawi, wengine wanaenda wanakufia kule. Ama watu wengine ambao wameokoka kama Stefano, baada ya kuwa roho yake imetoka ndani ya mwili, aliangalia mazingira ya mbinguni, akaona Yesu akiwa amesimama mkono wa kuume wa Mungu Baba, akasema mimi hapa sirudi. Maana aliangalia mazingira ya mbinguni vile kunapendeza. Ujue kwamba mbinguni barabara zake zimetengenezwa na dhahabu safi. Kwa hivyo Stefano alipokuwa anamuona Yesu, aliona na barabara zake. Alipoona kwamba milango yake imetengenezwa kwa lulu, akaona hapana, kama nimetoka tu. Kama Stefano angeamua asikufe, maana Yesu alikuwa tayari amesimama ili asimamie mambo yake, alikuwa amesimama ili amtetee. Lakini badala yeye mwenyewe aseme kwamba sitakufa mbali nitaishi, Stefano akaamua kufa, akaamua kurudi mbinguni. Bwana Yesu asifiwe sana. Akatoka nje ya mwili. Kwa hivyo wakati ule watu walikuwa wanampiga Stefano, hakuwa anasikia chochote, maana roho yake ilikuwa imeshatoka, mwili ndio ulikuwa umebakia pale. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa nataka nipige hatua kidogo, nifundishe kauli nyingine, kwa sababu kauli nyingine ni mtu kubatizwa kwa Roho Mtakatifu. Kwenye kile kitabu cha Mathayo mlango wa 3 na mstari wa 11, Yesu ama Yohana anazungumza, anasema mimi nawabatiza kwa maji mengi kwa sababu ya toba,
lakini yupo ajaye nyuma yangu, ambaye hata kiatu chake siwezi kunguza. Ana nguvu kunizidi. Huyo atawabatiza kwa moto na kwa Roho Mtakatifu. Tunapoongelea kuhusiana na kauli ya kubatizwa kwa moto ama kubatizwa kwa Roho Mtakatifu, inamaanisha kuzingirwa. Maana mtu aliyebatizwa ina maana kwamba ametumbukizwa. Kuna wakati unahitajika utumbukizwe ndani ya Roho Mtakatifu ama ndani ya moto wa Roho Mtakatifu, ndio ukitoka pale ikuwa na protection ya kutosha. Yohana anasema na wabatiza kwa maji kwa sababu ya toba, ili ni waandae mkuje mpokee Yesu Kristo. Lakini anayekuja atawatumbukiza ndani ya Roho Mtakatifu, sio ndani ya moto tena, sio ndani ya maji tena. Atawatumbukiza ndani ya moto na ndani ya Roho Mtakatifu. Sasa wewe ukipewa ubatizo ambao utachagua kubatizwa, utachagua ubatizo gani? Ni bila shaka tu hautachagua ubatizo wa maji. Maana ubatizo wa maji unakuandaa kwa sababu ya toba, unakuandaa kwa sababu ya kumpokea Yesu. Lakini ubatizo wa Roho Mtakatifu unakufanya uwe mtu uliokoka, unakuwekea ulinzi. Maana mtu aliyetumbukizwa ndani ya maji anatokanga akiwa ameloana maji. Kwa hivyo yule mtu anakuanga na protection ya Roho Mtakatifu, anakuanga na protection ya moto. Maana Yesu anabatiza kwa moto na kwa Roho Mtakatifu. Ndio maana utaona kwamba mchawi ikitokea kwamba anaachia silaha zake kwa mtu ambaye amebatizwa na moto na Roho Mtakatifu, silaha zake haziwezi kumpata mtu aliyokoka. Maana yule mtu amezingirwa na moto wa Roho Mtakatifu, amezingirwa na Roho Mtakatifu. Kwa hivyo ina maana kwamba kama wewe umeliokoka, inawezekana usione ule ulinzi ambao Mungu amekuwekea, lakini wachawi wanakuanga wanajua, wanakuanga wana uwezo wa kuona. Maandiko yanasema yeye atulindaye hata sinzia wala hata lala. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo kubatizwa kwa moto na kwa Roho Mtakatifu ni ubatizo mwingine ambao kila mtu anafaa kubatizwa na huo ubatizo, na ni kauli ambayo inafaa kueleweka kama vile ambavyo nimeelezea. Bwana Yesu asifiwe sana. Sijui tumefika namba ngapi? I think itakuwa ni namba 5. Namba 5 ni kujazwa na Roho Mtakatifu. Mtu anapokea Roho Mtakatifu mara moja, lakini kujazwa na Roho Mtakatifu ni mara kwa mara, ikitegemea kazi ile ambayo uko nayo. Gari unaweza ukanunua siku moja, lakini kujaza mafuta unajazanga kila wakati, ikitegemea na kazi zako zile ambazo unazifanya. Sasa Roho Mtakatifu yuko vile vile. Wakati ule ambapo unapopokea Roho Mtakatifu ndani yako, ujue kwamba lazima ujiuzie katika kuomba, katika kusoma neno, ili Roho Mtakatifu aendelee kujaa ndani yako. Na ndio maana utaona kwamba wachungaji wengi wamekuwa attacked na nguvu za giza, wamepigwa na nguvu za giza mpaka hawana nguvu tena. Kwa nini? Kwa sababu hawa watu walipokea Roho Mtakatifu na wakaanza kufanya kazi ya Mungu. Lakini unapozidi kufanya kazi ya Mungu, ujue kwamba ndio hivyo hivyo zile nguvu za Roho Mtakatifu za Mungu ama za Roho Mtakatifu zinaendeleanga kupungua. Ndio maana Yesu aliponguzwa na yule mwanamke ambaye alikuwa ako na ugonjwa wa damu, maandiko anasema ya kwamba nguvu zake zimemtoka. Zilimtoka kwa nini? Kwa sababu ni nguvu za Roho Mtakatifu. Ndio maana kila wakati Yesu alikuwa anakaa mlimani, anaenda anaomba, anazidi kuzidisha nguvu ndani yake. Ni vizuri kila wakati baada ya kuwa umejawa na Roho Mtakatifu uhakikishe kwamba unaendelea kujazwa kila wakati kutegemea na kazi zako, ili usije ukadhoofika ukapigwa na nguvu za giza. Maandiko yanasema kutoka wakati wa Yohana Mbatizaji hata sasa ufalme wa Mungu upatikana kwa nguvu, na hao wenye nguvu ndio wanauteka. Lazima hizo nguvu sasa huwa zinapatikana kwa Roho Mtakatifu. Kwa hivyo ili upate hizo nguvu, lazima ukue na uhusiano wa karibu na Roho Mtakatifu. Lazima ukue unajazwa na Roho Mtakatifu mara kwa mara. Maana ukiacha kujazwa na Roho Mtakatifu, kuna uwezekano mkubwa sana ukafahamiwa na nguvu za giza. Kuna uwezekano mkubwa sana ukakoza vitu vya mbinguni. Maana maandiko yanasema ufalme wa Mungu unapatikana kwa nguvu. Chochote ambacho unakihitaji, ujue kwamba kuna mtu mwingine amekimiliki, na lazima umnyang'anye. Lazima utumie nguvu ili uingie kwenye hiyo nafasi, kwenye hiyo position ambayo unahitaji
kuna mtu ameimiliki. Hiyo gari unahitaji, hiyo gorofa, huo uwanja, hiyo ndoa, kuna mtu ambaye ameimiliki. Lazima utumie nguvu na Roho Mtakatifu.